Mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu tena tuangazia habari katika habari za siasa. Kipi ambacho kimejiri na kuzungumzwa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Jina langu on the microphone ni official Rose D. Itakuwa inapendeza. Ni Mange ametoboa siri kuhusu Humphrey Polepole, afichua taarifa nyeti, hofu ya kifo chake yazidi kutanda. Mambo yamekaa vipi ikiwa ni siku kadhaa zimeweza kupita tangu kupotea kwa aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Ni mjadala ambao unamhusu pia ni kada huyu wa CCM ambao umeendelea kushika kasi nchini Tanzania, huko baadhi ya wanachama wa chama hicho na wananchi wakitaka kuwepo kwa taarifa rasmi kuhusu hatima ya kwake. Taarifa hiyo ilitolewa Julai 25, 2026 na imeibua maswali mbalimbali yanayohusu alipo Polepole na sababu za kutokuwepo kwa maelezo ya wazi kutoka kwa mamlaka husika. Polepole ni miongoni mwa makada waliowahi kushika nafasi mbalimbali muhimu ndani ya CCM na katika utumishi wa umma. Aliwahi kuwa msemaji wa CCM, nafasi iliyomfanya kwa mmoja wa viongozi waliokuwa wakieleza na kutetea misimamo ya chama katika masuala mbalimbali ya kisiasa na kitaifa. Baadaye alihudumu kisiasa kama balozi wa Tanzania nchini Cuba, akifanya kazi chini ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kutokana na historia yake katika uongozi wa siasa za Tanzania, taarifa za kutokuwepo kwake zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na watu mbalimbali. Swali linaloendelea kuulizwa na watu wengi ni Humphrey Polepole yuko wapi? Hata hivyo, hadi sasa mjadala huo umeendelea zaidi kupitia kauli na maswali kutoka kwa watu mbalimbali, huku kukiwa na wito wa kutolewa kwa taarifa rasmi ili kuondoa sintofahamu iliyowakumba wananchi wengi. Baadhi ya makada wa CCM wamejitokeza hadharani na kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan kutoa majibu kuhusu suala hilo. Lakini pia wameeleza kuwa iwapo Polepole amefanya kosa lolote linalohusiana na sheria, basi hatua za kisheria zinapaswa kuchukuliwa dhidi yake na apelekwe mahakamani ili suala hilo lishughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Na kwa mtazamo wao, uwazi na kufuata taratibu za kisheria ni muhimu katika kuhakikisha haki inatendeka bila kujali nafasi au hadhi ya mtu. Msimamo huo, mtazamaji, umeendelea kuchochea mjadala mpana kuhusu umuhimu wa uwajibikaji na utawala wa sheria. Wanaunga mkono wito huo wanaamini kuwa endapo kuna tuhuma dhidi ya mtu yeyote, ni muhimu mamlaka kutoa ufafanuzi unaostahili badala ya kuacha wananchi wakiendelea na maswali yasiyo na majibu. Lakini kwa upande mwingine, ukimya unadaiwa kuwepo kuhusu suala la Polepole umeibua maswali mbalimbali kuhusu uwazi ndani ya taasisi za kisiasa, na baadhi ya wananchi wamehoji kuwa kwa nini hakuna taarifa ya wazi inayotolewa kuhusu hali yake, hasa kutokana na nafasi mbalimbali ambazo aliwahi kushika ndani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali kwa ujumla. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kuwa madai na maswali yanayoibuliwa kuhusu alipo Polepole yanapaswa kutenganishwa na ukweli uliothibitishwa rasmi. Bila taarifa kutoka kwa mamlaka zinazohusika au familia kwake, si sahihi kufanya hitimisho kuhusu sababu za kutokuwepo kwake au hali yake iko vipi. Lakini kwa upande wa mwanaharakati Mange Kimambi, tumeona ameweza kuposti video ambayo inatia mashaka mitandaoni kwa baadhi ya wadau. Video hiyo inamuonyesha Mange akiwa analia huku akidai kuwa Humphrey Polepole hayupo tena duniani. Kipindi kile alipopotea ndo aliweza kupoteza maisha. Baada ya kauli hiyo Mange aliyozungumza, wadau pia wametoa maoni yao kwa kusema kuwa si dhani kama taarifa hizi zitakuwa ni za kweli, maana hawa wanaharakati wamekuwa wakitumia viongozi wa ngazi za juu kuleta ugombanishi kati ya wananchi na serikali yao, kama ilivyokuwa kwa Tundu Lissu. Wanatumia kukamatwa kwa Tundu Lissu ili kuleta ugombanishi na hasira kwa wananchi. Nikukumbushe mtazamaji kuwa Rais Samia aliwahi kusema kwenye moja ya speech zake kuwa wanaharakati wanatumia Watanzania kuwajaza chuki ili kukosana na serikali yao wakati wao wako uhaibuni. Itakumbuka pia serikali ilizungumza juzi kati tu kuhusu kuendelea kufuatilia suala la kupotea kwa Polepole. Sasa una maoni gani wakati hili linatamatishwa? Unaamini kuwa Polepole amepotezwa ama yupo tu kuna sehemu amejificha na siku moja tutaweza kumwona tena akiendelea na shughuli zake? Unaweza kuandika maoni yako wakati mwingine tutaangazia. Bye bye.